na utamaduni wa kuadhimisha siku ya wanawake duniani, ambao kwetu sisi hii ni sehemu ya kujenga majukwaa mbadala ambayo yanawakutanisha watu wa hali ya chini. Dhifa kama hizi ama maadhimisho ya namna hii yamekuwa yakiandaliwa kila mwaka, lakini kwa asilimia kubwa sana yamekuwa yakiandaliwa na kuhudhuriwa na wanawake wa tabaka la kati na wasomi, na hata ikitokea wanawake wa hali ya chini wamehudhuria, si sehemu ambayo wanapata uhuru wa kujadili changamoto zao kwa pamoja. Kwa hiyo lengo la UWAWAMA limekuwa ni kujenga ili jukwaa mbadala ili wanawake wa hali ya chini kukutana, pia kusherehekea siku yao, lakini zaidi sana kufanya hiyo tafakari juu ya madhila wanayopitia na kwa namna gani wataunganisha nguvu kuendeleza mapambano ya kujikomboa. Kauli mbiu ya UWAWAMA siku zote imekuwa ni kujenga ushirika ambao utasaidia kuikomboa jamii dhidi ya mfumo dume pamoja na mfumo wa kibepari. Kwa hiyo sisi makusudio yetu ni kuona jamii ambayo inakuwa na usawa katika nyanja zote, usawa wa kijinsia, lakini pia usawa kwa maana ya kuondoa matabaka na namna nyingine. Kwa hiyo harakati zetu zote ikiwemo maadhimisho ya siku hii yamekuwa yakijilenga katika uelekeo huo, na tumekuwa tukifanya hivyo tukiwa na kauli mbiu mbalimbali kila mwaka, na mwaka huu kipekee kabisa kwa sababu lile azimio la Beijing linafikisha miaka 30, tuliona tujikite katika kutafakari safari hiyo ya hii miaka 30 ya Beijing. Vile vipaumbele 12 vilivyoainishwa kwenye lile azimio la Beijing, utekelezaji wake umekuwaje? Katika yale ambayo yanahesabiwa kama mafanikio, je, ni kwa kiasi gani wanawake wa hali ya chini wamenufaika nayo? Tunajua kuna ongezeko la wanawake katika nyanja hizo za uongozi. Mwaka 95 wakati mkutano ule unafanyika kama sikosei, hatukuwa na wanawake wanaozidi 10 au 12 katika hizo nafasi za juu za uongozi. Kweli ina mchango kubwa sana, na ndio maana sisi tumesafiri na wenzangu kukuja kusherehekea pamoja na wanawake wavuja jasho Tanzania, kwa sababu ya kwanza kabisa ni kufanya reflection ya azimio la Beijing ambayo leo hii inahitimisha miaka 30, na hii azimio ilikuwa sana ya wanawake on different aspects ya maisha, wanawake na healthcare, wanawake na environment, na hivi sasa kwanza zaidi ambayo tuna experience climate crisis. I think ni vizuri sana kama wanawake kufanya reflection, kuangalia ni kwa hizi malengo ambazo ilipitishwa kwa azimio, ni gani haswa tumefikisha na tumeweza kufaulu, na ni gani bado hatujaweza, na tunaweza ungana aje kama wanawake ku make sure tunazipeleka mbele na tunaweza kuhitimisha hizi azimio ambazo zilifikiwa. Venye tunasema mwanamke ni uti wa mgongo wa society, wa jamii na pia wa nchi. Mwanamke ana mchango mkubwa sana. Tunasema karibu kwa kila nyumba 100 96 nyingi ni wanawake ambao wanaziendeleza. Hata wanaume wenyewe wanatoka kwa wanawake. So wanawake wana maendelezo nyingi, na sasa hivi na karne ambao tunaishi tunaona wanawake pia wanachukua roles tofauti na nyingi katika society. Na pia wanawake wanaweza kunacha nyumba na wanache society at large. So wanawake wana michango nyingi katika society. Tukiadhimisha International Working Women's Day, ningependa kuwa-urge kila mtu akuje pamoja ili tuweze kushikana na wanawake na tuwape solidarity, na pia government mso kwa azimio la Beijing kwamba kila ili nchi ni muhimu kwanza iangalie kama nchi sisi kwa hizi malengo tumefikia wapi na tunaweza saidia aje wanawake wa nchi. Na tumeona sana zile socialist countries ambazo zina marais wanawake sana kutoka nje wanapeleka jamii zao kwa socialist state. So pia tungependa kuona hiyo, na tunafurahia kuna pia uongozi wa mwanamke Tanzania, na tuna hope kwamba inasaidia wanawake kupeleka lengo moja au nyingine mbele. Na leo kwa hotuba yangu nimesema kwamba pia kama wanawake ni muhimu sana tuangalie wanawake ambao wametupigania sana, our heroes, na pia tukumbuke wanawake ambao wametusaliti, kwa sababu pia kumekuwa na
wanawake ambao wametusaliti, na tukihitimisha leo tutaki tu kukumbuka wale ambao wametufurahisha sana. Tunataka kusema pia tunajua wale wametusaliti na tunawaona, na pia hiyo iko sana kwa wanawake ambao wanavuja jasho ambao wako chini. Nimekuja hapa, nimealikwa na wawama, tumekuja wawili ili tuje tusherekee pamoja na wenziwe sikukuu ya haki za binadamu. So ndio kwa maana niko hapa in solidarity na wanawake wengine wa nchi nyingine kama Kenya ama Tanzania. Kama vile watu wote wanajua, Kongo ni mahali ambapo kuna vita kwa sasa na mapambano yanaendelea. So watu wengi, kuna watu ambao wametoka kwenye mapati ambazo zimeshashikiwa na madui, yani ma M23 ambao wanasapotiwa na Rwanda, yani wanasapotiwa na Kagame. Ndio kwa maana watu wengi wametoka, kwa maana sasa hizi bado mapambano yanaendelea na watu wanauawa wengi kama mnyama. So na sisi kama wanawake, kuna wanawake wengi ambao wamebakwa, wameuawa. Kuna wale ambao waliuawa ndani ya prisoner, yani prison, hata sijui mnaita prison. So walinzi wa prison walifunga prison, wakaenda na funguo. Sasa wakati majambazi waliingia, wamama ambao walikuwepo na watoto wao wameuawa na wamelunguziwa humo tu. Kwa maana kwa sasa naweza nikasema basi ame zao zikae salama na amani.